Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Turathi kwambiriria ibada ya umuthi. Mwathani arogocwo. Amen. Na mwaigua kinanda, mkisikia hiyo kinanda, kuna watu hawatii Mungu na wameokoka. Bwana asifiwe. Amen. Nĩ ihinda rĩngĩ twakinya nigetha twambĩrĩrie ngwatanĩro ya mũthenya wa umuthi, nigetha tuhote gũthengerera mbere ya gĩtĩ kĩa Mwathani, nĩ tondũ Ngai ũcio nĩwe mũtũmbi, nĩwe mũtũhei muoyo, nĩwe ũtũtũrĩtie, nĩwe ũtũmenyereire, nĩwe ũrũaga mbara citũ na agakũrũĩrĩra we mwene. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo tuenda kuanja maombi ya siku ya leo, ndiposa tuweze kuabudu Mungu, tuweze kusongea, yani kuenda mbele ya kiti ya enzi. Mwathani arogocwo. Amen. Mtu mmoja alituambia hivi ati usiseme unaenda mbele ya Mungu, wewe unakuaga wapi? Umekuaga unatoka wapi ndio uende? Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo ni tusimame mbele ya kiti ya enzi, ndiposa tuombe na tuweze kutubu juu dhambi ni aina mingi. Bwana asifiwe. Amen. Na wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunashukuru jina lako, tunaliinua jina lako kwa sababu wewe ni Mungu siku ya leo mfalme. Amen. Asante kwa neema na hata rehema zako Bwana mtakatifu, tunainua jina lako. Amen. Asante kwa ajili ya neema, asante kwa ajili ya huruma zako. Amen. Asante kwa ajili ya upendo yako, pokea sifa na hata utukufu. Amen. Baba wetu twashukuru jina lako kwa ajili Mungu mtakatifu, umeonelea ni vizuri tuwe siku ya leo tukuje kukuabudu, tukuje tukuinua, tukuje kukutukuza. Amen. Utukufu wote na heshima ikakurudie katika jina la Yesu. Amen. Asante Bwana kwa maana mtakatifu umetufikisha siku ya leo. Ndio. Bwana mtakatifu twarudisha shukrani kwa ajili tumeifika Bwana. Amen. Asante kwa maana uliona imestahili Bwana mtakatifu. Amen. Ni wengi hawakuweza kufika siku ya leo, lakini Mungu umeonelea tu tukuje kukusifu na kukuinua na tuongee neno lako, jina lako litukuzike. Amen. Iposa wengi wakasikie Bwana mapenzi yako vile ilivyo Jehova. Ni asante kwa hiyo neema, asante kwa hiyo upendeleo. Pokea utukufu na heshima zote siku ya leo katika jina la Yesu. Amen. Baba wetu, mfalme wa falme, kazi yote ya shetani iliyo kinyume na fellowship hii Bwana mtakatifu, hiyo kazi tunainuka kinyume ya kazi yote ya shetani na mapenzi yake na akili zake na hekima zake zote katika jina la Yesu. Tunakuja kinyume yake katika jina la Kristo Yesu. Tunakuja kinyume ya mapepo katika jina la Yesu, yote ikashindwe pamoja na baba yao katika jina la Yesu Kristo. Maroho yote ikashindwe katika jina la Yesu. Kwinyi wa kuzimu ushindwe kupitia jina la Kristo Yesu. Asante Mungu mtakatifu, pokea sifa na utukufu. Chochote iliyo kinyume Bwana mtakatifu ikaendelee ikishindwa katika jina la Kristo Yesu. Asante Bwana, madhabahu yote, dhabihu zote zimetolewa kinyume na hii fellowship Bwana. Tunajua kuzimu haijafurahia, tunajua ijikafu haijafurahia, tunajua angani hawajafurahia. Bwana mtakatifu, wote Bwana aliyo kinyume na hii fellowship Bwana, tunainuka kinyume yake, tukiangusha ngome zote, tuking'oa ufalme, tukiharibu katika jina la Yesu. Kwa maana neno inasema tumepewa nguvu ya kung'oa na hata kuharibu katika jina la Yesu. Kwa hivyo tunang'oa mamlaka yote iliyo kinyume na hii fellowship katika jina la Yesu Kristo, na tunaiharibu na jina la Kristo Yesu. Amen. Baba wetu na Mungu wetu, toinua jina lako siku ya leo tukisema ni asante. Mungu wangu na baba yangu, naomba ufunue iliyotokana na wewe. Bwana, mapenzi ya mwili ikawa imeshindwa, akili za mwili ikawa imeshindwa. Ulimi wangu kachukue nafasi, chukua nafasi hata kwa akili zangu katika jina la Yesu Kristo. Iposa Bwana ninene kadri na mapenzi yako katika jina la Kristo Yesu. Mungu wetu na baba wetu, nabarikisha neno mikononi yako. Iposa Bwana ukanene kile Mungu unaona imestahili. Naweka akili zangu chini ya utawala wako katika jina la Yesu. Hata mwili wangu na ulimi wangu na masikio yangu naiweka chini ya utawala wako, ndiposa nisikie kile Mungu nataka kusema siku ya leo katika jina la Yesu. Nimeomba na hata kuamini. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Siku ya leo tuko na neno iko ndani ya Mathayo. Mwathani anenehe. Amen. Iko ndani ya Mathayo. Ndio nasikiaga ikiitwa na wale wamesoma 6 kuanzia hapo hiyo 1 hapo 1. Mwathani arogocwo. Amen. Na tunaenda kusoma Mwathani aranehe. Amen. Na werauga atiriri ati wĩmenyererei mũtigaka
mutigekage ciiko cianyu iria njega mbere ya andu nigetha muonagwo mutigekage ciiko cianyu njega mbere ya andu nigetha muonagwo nio nigukorwo mweka uguo mutire na ngatho mukona hari ithe wanyu. Mwathani arogocwo ati gutire hingo mukona ngatho hari ithe wanyu we iguru. Mwathani arogocwo ni undu ucio riria ugwika ciiko cia tha ta ni tiga kuhorithania coro neke njuge tiga kuhuha coro nigetha kihuthike. Mwathani arogocwo tiga kuhuha coro mbere yaku ota uria hinga ciikaga. Mwathani arogocwo ta hingo ria ciikaga thunagogi-ini tondu hinga nyingi cithia gwika maundu makanitha-ini nigetha ciegocithie. Mwathani arogocwo ona njira-ini nigetha ikumagio. Mwathani arogocwo nigetha ikumagio ni andu. Ngumwira atiri nama ti ati nĩirĩkĩtie kũgwata mũcara wacio. Mwathani arogocwo. Kiugo kia Ngai kiraria uhoro wa kwagaga gwika maundu mbere ya andu. Mwathani arogocwo. Noguo niguo kuri ihinda riri. Bwana sifiwe. Neno linasema hivi ati wachaneni muwe mkiwacha kufanya mambo mazuri mbele ya watu ama kujionyeshana mkitenda mambo mazuri. Bwana asifiwe. Kwa sababu wakati munatenda mambo mazuri ndio muonwe, ndio musifiwe, mumegawa mshahara yenu. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo kwa Mungu hakuna mshahara mtakayegawa. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo tuache kujionyeshana, uache kujionyeshana ati wewe vile unajua kusaidia maskini, vile wewe unajua kusaidia watu wakati kuna kufiwa, vile unataka kusaidia watu ati wengine ni wagonjwa ati ndio uonekane. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu anakataa kuwa unatenda kitendo ndio watu wakuone ama upatiwe sifa ama wakusifu. Mwathani arogocwo. Kwa sababu ukitenda hayo Biblia inasema ati umegawa mshahara na utawahi kuona mshahara mwingine mbele ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hakuna haja ati uwe ukifanya ama ukuje kwangu ama nikuje kwako nitende kitu kukiwa na mtu mwingine hapo ndiye aende akisema Charity ametenda mazuri, Charity amemfanya hivi, Charity nimegawa yani sifa za Mungu. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo Mungu hataki mtu anagawa sifa zake. Haleluya. Mungu hataki kusikia unakaa kati yake na mwanadamu ndio ugawe kile anataka kugawa pale kwa mwanadamu wakati anarudisha shukrani. Mwathani arogocwo. Na kama unataka kugawa si ugojee basi utende kile unatenda kwa siri, alafu huyu mtu kama atataka kurudisha shukrani akuje kwako akwambie hivi nilimekuja kurudisha shukrani kwa sababu ulinitendea hii. Mwathani arogocwo. Lakini wengi wakati hii ya mwisho wanataka kuonekana ni watu huko na huku. Ninaenda na mwaga uga, napatia mtu uga ndio niwe na sifa. Mwathani arogocwo. Biblia imekukataza. Ni Yesu alikuwa ananena
ati msifanye hivi ndio mpate sifa, msifanye hivi ndio watu wamsifu, kwa sababu mumegawa. Mwathani arogoso. Amen. Keu kegegete-ini wa Mathayo 15. Mwathani arogoso. Amen. Hiyo Mathayo tu 15. Mwathani agoso. Amen. Hiyo ingine iko ndani ya Mathayo 15. Na merauga atiriri, ate thutha ucio afarisai amwe na andiki marwa amwe magĩũka kũrĩ Jesu, magĩũka kũrĩ Jesu moimĩte Jerusalemu, makĩmũria atĩrĩ, arutwo aku mathahagia kĩrĩra gĩa athuri nĩ ũndũ kĩ? Mwathani arogocwo. Amen. Amu matiethambaga moko rĩrĩa mekũrĩa irio. Nake akĩmacokeria akĩmera atĩrĩ, ona inyuĩ mũthahagia rĩathani rĩa Ngai. Noigua atĩ tondũ nao rĩ mathahagia rĩathani rĩa Ngai, athanĩte nĩ ũndũ wa kĩrĩra kĩanyu, nĩ ũndũ wa kĩrĩra kĩanyu giki. Inya, tondũ Ngai nĩaugire tiga thoguo na nyũkwa, ona ningĩ akiuga ũũ, ũrĩa wa kũnyarara ithe kana nyina arokua. Mwathani arogocwo. Amen. Ati wa kũnyarara ithe kana nyina arokua. Mwathani arogocwo. Amen. Nakĩo kiugo kĩu rĩ kĩraria ũhoro wa rĩrĩ, ati afarisai nimokire kwa Yesu. Mwathani arogocwo. Amen. Wafarisai walikuja kwa Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Na wakati walikuja kwa Yesu waliaje kumuuliza maswali, ati ni kwa nini wanafunzi wako wanakula chakula bila kuoga mikono? Kwani shida yao ilikuwa gani? Mwathani arogocwo. Amen. Kukula chakula yangu bila kuoga mikono, shida yako ni nini we? Hakuna. Sio ni shida. Na pilipili inakuasha ya nini kama haiko mdomoni mwako? Mwathani arogocwo. Amen. Na naye Yesu wakamwambia Yesu, kwa sababu hawa watu sheria za wazee wanaipaka uchafu ama wanaiharibu. Mwathani arogocwo. Amen. Naye Yesu jemedari ya wanaume akawarudishia, akawaambia hivi, na ni kwa nini nyinyi munaweka sheria za Mungu uchafu kwa sababu ya mambo yenu nyinyi wenyewe? Mwathani arogocwo. Amen. Yani mnaharibu sheria za Mungu kwa sababu ya sheria zanyu. Mwathani arogocwo. Amen. Yesu akawarudishia akiwa amesimama kidete, todo Yesu ali jamba, alikuwa mwanaume ya hiyo watu. Mwathani arogocwo. Amen. Na hakukuwa anaogopa mtu yeyote. Bwana asifiwe. Amen. Nyinyi mnaharibu sheria za Mungu aliye mbinguni. Mwathani arogocwo. Amen. Na hao watu kweli wakati waliambiwa hivyo wakaja kujirudia moja kwa moja. Haleluya. Amen. Kwa sababu waliangalia yale walikuwa wanatenda. Bwana asifiwe. Amen. Na Yesu akawaambia hivi, na sababu ya kuwaelezea hii ni hii. Sababu hii ni hii. Ni kwa sababu nyinyi
mkikosa kutii wazazi ama mkose kuwasikia ama mkose kuwapenda na mkufe. Mwathani arogocwo. Amen. Mimi nasemaga sio mimi nimeandika. Hiyo ni Mathayo 15 kuanzia hapo. Wewe terebuka utasikia vizuri sana. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo kama kuna watu wamezoea kuharibu neno la Mungu, ni hao wanakujifanyaga wanajua sana. Mwathani arogocwo. Ni hao wanajifanyaga ati hawataki kuelezewa. Haleluya. Kwa sababu hawa watu hawakukuwa wanataka kusikiliza maneno ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Na hawa watu walikuwa wanajifanya wanajua sana kuliko baba yao Musa. Haleluya. Walikuwa wanajifanya kuliko Yesu. Na Yesu naye alikuwa mjuaji kwa sababu alikuwa Mungu. Haungeweza kumweka chini. Bwana asifiwe. Yaani ulikuwa nakuja na hii njia naye anakupita na hapa mbele. Na nakurudishia neno linakuweka chini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wenzangu, wacheni niwaambie, hakuna haja ya kujifanya wewe ni mjuaji na hata haujui. Mwathani arogocwo. Kwa nini neno la Mungu uipande kichwa ukae kama unataka kuikalia? Wewe utakuwa ni nani? Mwathani arogocwo. Huwezi kukalia neno la Mungu kichwa, na neno ni Mungu mwenyewe. Mwathani arogocwo. Neno ni Mungu na alikuwa hako na alikuwa Mungu. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo huwezi kuja juu ya Mungu. Mungu ndiye atakuweka chini yako, chini yake. Haleluya. Amen. Kwa hivyo neno la Mungu hawezi kuinuka kinyume na neno vile lilivyo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo utakuwa wewe ni mfarisai yule alikuwa anauliza Yesu, ni kwa nini wanafunzi wanakula chakula bila kuoga mikono? Mwathani arogocwo. Na wacha nikwambie, hakuna kitu baya kama utaweza kusimama udiru na neno vile lilivyo, na udiru na yule naye ametumwa na hiyo neno, kwa sababu utadiru naye kidole ya Mungu ikutane na wewe hivi. Mwathani arogocwo. Ama jicho la Mungu lipanuke zaidi likuangalie likumalize. Mwathani arogocwo. Na ninasemaga hivi, kuna mtu alikuwa alikuwa anaitwa Mishuki. Mishuki aliinuka kinyume na neno na akaja kutuambia hivi ati tusitoe sauti kama hiyo ninatoa. Haleluya. Nisisikike na mtu wako nje. Na hiyo ni neno la Mungu alikuwa anainuka kinyume ati anataka kukalia. Haleluya. Huwezi kalia Mungu. Mungu atakumaliza. Mungu ako na nguvu kuniliko. Mungu ako na nguvu kukuliko. Mungu ako na nguvu kuliko mtu yote aliye dunia. Haleluya. Kwa nini mtu aje kuinuka kinyume na neno vile lilivyo? Kwa sababu hiyo neno ni Mungu na lilikuwa Mungu na Mungu alikuwa neno. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo sio wakati mzuri sana, sio wakati ya kuwa umesimama ati umesimama kidete uaje kuinuka kinyume na wale wameokoka na wale wanahubiri neno. Ati mtu akiongea ukweli wewe na uko kinyume na yeye unampeleka kule. Unajua menyaga aterere mehomo yo ni Ngai. Mwathani arogocwo. Jua ukiamuka ni Mungu alipenda. Jua ukisimama ni Mungu alisema. Jua ukiongea ni Mungu alitaka. Mwathani arogocwo. Jua kupumua ni Mungu alikata kauli upumue hiyo siku. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ujue hivi, ukikuja kinyume na Mungu, Mungu mwenyewe ndiye atadiru na wewe. Na sijui Mungu akisukuma mkono ama kidole utakuwa wapi. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo tuangalie yale tutakuwa tukikalia juu yake na yale hatutaweza kukalia. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nataka kukuambia, kama neno inasema hivi, hebu tii neno ujue ni Mungu anatii. Unatii Mungu. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo nisipotii neno mimi, nisipokulisikia, nijue sio Mungu ninasikia. Hata kama nitajifanya mimi nasikia Mungu na sitaki kusikia neno, sitaki kusikia ukweli wa neno, nijue hivi hakuna mahali ninasikia Mungu. Mwathani arogocwo. Ingĩgĩkorwo ngĩathĩkĩra Ngai atĩa na ndĩkĩhuta atĩ nake, ninaweza kuwa nasikia Mungu aje na niko kinyume na yeye, na niko kinyume na wale ameita,
niko kinyume na wale amesimamisha. Na kuambia Mungu hakuna wakati atakuja na miguu dunia umuone ni huyu Mungu. Mwathani arogoso. Amen. Kile mimi ninajua Mungu anakujaga dhuru mwanadamu. Na hata shetani anakuja dhuru mwanadamu. Kwa hivyo hawa watu wanatumikanga. Mwanadamu anatumiwa na Mungu sawa sawa. Mwanadamu anatumiwa na shetani sawa sawa. Kwa hivyo nijiulize, ni Mungu ananitumia ndio nifanye hivi ama niseme hivi ama nikate kauli hivi ama hii kesi niikate hivi ama mafikirio yangu ifanye hivi? Nijiulize, ni Mungu ninatetea ama natetea shetani ama najitetea mimi mwenyewe? Mwathani arogoso. Kweno gwati Ngai akumio. Amen. Mimi nasema hivi, kuna siku nilisikia kukiambiwa kuna moto itaachiliwa, sijui ni moto mvua, ni moto maji, ni moto nini ama ni jua ama ni nini. Mwathani arogoso. Amen. Lakini yale inaenda kukuja itakuwa msongomano ya wanadamu na wanadamu. Mwathani arogoso. Amen. Na nikaona, nimekaa chini jana, nikaona mahali moto imeanza kuchimbuka na ikaanza kuendelea ikipanuka. Nikajiuliza ni nini Mungu kunaendelea? Si ati nilikuwa nimelala. Nilikuwa nimekaa chini kitu saa 9 ya mchana. Nimenyamaza tu hivi, hata redio ilikuwa inaongea. Lakini nikaona mbele yangu kuna moto imeanza kuchimbuka. Na ikaanza kuchimbuka na ikaanza kuendelea ikipanuka. Mwathani arogoso. Sasa sijui Mungu anataka kumaanisha ni moto ya nini? Sijui atataka kufanya nini na hiyo moto yake. Mwathani arogoso. No etugaga ne torona mukauga turi agoroki. Twauga Ngai ni arauga. Tukisema Mungu anasema, mnasema ni wenda. Tukisema tumeona mambo, mnasema ni amekuwa wazimu kabisa. Ama tunaambiwa eta wodoi. Hii inafanyaga mtu akae kama wadana sio mwenda. Mwathani arogoso. Amen. Yaani mnaanza kusema huyu mama ako na depression. Mimi sina hata depression. Na usirushe kwangu, itarudi kwako. Mwathani arogoso. Amen. Na sina pressure ati ndio inapanda. Mimi sina. Na usijaribu kurusha, itarudi kwako. Kwa maana naweka ukuta kati yangu na mtu, na ni ukuta wa jina la Yesu. Amen. Na damu yake. Mwathani arogoso. Amen. Kwa hivyo na moto nikaona imeanza, ilikuwa imechimbuka kidogo tu, ikaanza kutembea kukuja juu. Nilikuwa naona inatoka huko chini, ikaanza kukuja na ikaanza kupanuka. Nikauliza Mungu niki kirathi na mbele? Kwa sababu Mungu anatakanga aidha kufunulia kuna kitu anataka kuachilia. Ndani yangu nikasikia inamaanisha hii kitu na hii moto inaanza kuchimbuka chini, kuna mambo imefichwa na ikifichwa itakuja kulipuka ikae kama moto. Mwathani arogoso. Amen. Na hii mambo itasumbua watu wengi. Na Mungu akianja kuchimbua kitu, anja kuchimbua hivi. Ebu angalia wakati ya Elia wakati alichimbua maji ilianza kuchamuka. Ni kama maji iko kwa sufuria. Mwathani arogoso. Amen. Na ikaanza kuchamuka. Labda hatukuelezwa kama hiyo maji ilianza kutembea, kutiririka. Mwathani arogoso. Amen. Lakini wacha nikwambie, Mungu akiaja kuongea kitu na uangalie ni ukweli, na uangalie ni kitu kinaendelea saa hii, ebu sikiliza vizuri, usikilize ni nini inaendelea kimwilini, kwa sababu kuna mambo inaendelea na itakuwa kali sana. Mwathani arogoso. Amen. Mutikagerie gukanirira. Tondu riria Ngai ekorakara, wakati Mungu atakasirika sana, na mnajua Kenya hatujafurahisha Mungu kwa yale tunatenda, kwa yale tunafanya, kwa yale tunaongea. Mungu hajakuja kufurahia na Kenya. Ni vile tu kuna watu wachache wanamwambia Mungu situmalize.
Kenya ingekuwa imefanywa kitu, Mwathani arogocwo. Amen. Na nakwambia yale itakuja kujibuka. Mimi sijui itakuwa na itakaaje. Lakini kiroho nasikia kuna mambo hako kwa moto kalianza pale, kalianza kadogo sana na kakakuja kakikua kubwa na kaenda kakikua kubwa, kakaanza kupanuka, na kuambia kuna kitu tutakuja kusikia, tujionee na macho. Mwathani arogocwo. Amen. Koguo tuimenyerere, tujichunge. Iwe utakuwa nani, jichunge kwa mtu, kwa Mungu. Jiangalie vizuri sana kwa Mungu. Isiwe ni wewe utaanza hiyo maneno na Kenya iwe ni moto. Mwathani arogocwo. Amen. Nisiwe ni mimi nitaanza Kenya iwake moto. Mwathani arogocwo. Amen. Na Kenya ikiwaka moto, sijui nani atapoesha. Labda Mungu ashuke akuje, aseme nimekuja, wacha sasa nipoesha moto. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo tujiangalie sawa sawa, tuache kukaa kama Wayahudi na Masadukae. Mwathani arogocwo. Amen. Hao walikuwa wanauliza Yesu maswali. Ungeweza kuuliza Mungu maswali hata saa hii? Saa hii aje kuuliza Mungu maswali. Mimi kuna siku niliongea na nikauliza Mungu maswali. Nilipatiwa ile kitabu iko ya Ayubu, sijui ni 30 ngapi, 30 na ngapi. Nikaambiwa simama vizuri kama mwanaume nikuulize maswali. Nikamwambia Mungu unaniuliza maswali mimi sikuwa. Kwa hivyo nikawachana na hiyo maswali nilikuwa nauliza. Kwa hivyo na wewe wacha kujifanya ati wewe ndio mkuu kuliko Mungu. Hakuna mkuu kuliko Mungu. Mungu ako juu yetu sisi yote. Amen. Na anatukalia kichwa. Amen. Kwa hivyo ukiinuka tu hivi unamuinua. Anasema ni wewe. Wewe ndio unafanya uniinue. Utaniweza. Mwathani arogocwo. Amen. Sijui kama tutaweza Mungu. Sijui ni nani atakuja kuweza Mungu. Tujihadhari Kenya. Tujiangalie Kenya. Tusikuje kuharibu. Ama tumwage tukienda kuweka hiyo maji mahali pengine. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo mwenzangu na rafiki yangu, na wewe uliumbwa na Mungu. Jitasame sawa sawa, jiangalie sawa. Ni nini utakuja kufanya? Ni nini utakuja kutenda? Ni nini mimi nitakuja kufanya? Mungu ainuke anje kusema wewe ndio unajifanya ati wewe ndio mnene kwangu. Wewe ndio unajifanya mkubwa kwangu. Wewe ndio unajifanya kichwa kuniliko. Nilikuwa na eta wate ya ule wana kule Misri. Yule wa Misri mfalme. Huyo Firauni. Firauni alijifanya kichwa we. Lakini huku hamtoki, huku hamfanyi, huku mtakuwa mateka kwangu, lazima mkae hapa. Lakini jiangalie. Na wale wanajua neno wajipake damu ya Yesu. Mwathani arogocwo. Amen. Wale wanajua ukweli wa Mungu, jipakeni damu ya Yesu. Kusiwe ni kama wakati ya hiyo mtu, hiyo mfalme. Alifanya kichwa, watoto wote wa vijana ya kwanza wakauawa. Sijui ni kitu gani kinaweza kuuliwa kwangu. Sijui ni nani anaweza kuuliwa kwako. Kwa hivyo wale wanajua Yesu na wale wanajua ukweli wa Mungu na wale wanataka amani ya Mungu, uwe umeokoka uwe hujaokoka, jipake damu ya Kristo Yesu. Kama wana wa Israeli waliambiwa hivi, ninataka kufanya hivi huku Misri. Kwa hivyo mchinje kondoo, mkizaa chinja mchome na mkule pamoja na nini ya tumbo. Aliambiwa wakule, na unajua hiyo mafi vile inakaanga we, inanukaga, na waliambiwa wakule. Alafu achukue damu wapake kwa nyumba zao pale nje, wapake kwa milango pale juu. Na yule hakuwa amepaka hiyo damu, na kuambia hivi, alimalizwa, mtoto yake aliisha. Hata kama alikuwa mwana wa Israeli alimalizwa, kwa sababu hakuchukua ile damu akaweka kwa milango. Kwa hivyo uwe umeokoka uwe hujaokoka, na unataka amani na unataka Mungu akuone, asikumalize na sitende mambo mabaya itakuumiza, yani jipake damu ya Yesu Kristo. Diposa malaika akikuja kutumwa hivi, sijui atatumwa kama ameanza inaitwa Gikuyu ine, sijui Gikuyu ine, sijui inaitwa wapi ya Githweri, inaitwa nini? Mnaitaga huku Kikuyu ni nini? Mwathani arogocwo. Central. Ndio itako. Sijui kama ataja Central ama ataja hiyo Kisumu, ama niko Wakamba, ama ni Karijini,
ama ni mateso, ama ni Waruya, ama ni Wanandi, ama iwe ni Kinasi Kisi, ama ni kabila gani, sijui Mungu ataanzia wapi, lakini tuchukue damu ya Yesu. Hiyo ndio itatulinda Kenya. Amen. Kwa hivyo chukua damu ya Yesu ikulinde. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo mimi neno nasikia ikiisha, ndio nasikiaga nikirudi chini. Mwathani arogocwo. Amen. Na kwa sababu nasikia neno ya Mungu imefika mwisho, nataka kuambia hivi, tukimbie kwa Mungu, tuachane na mambo ya hapa. Hapa itakuja kuisha, dunia ishe, mambo ishe, tutaenda wapi? Utaenda wapi? Utaenda wapi? Mwathani arogocwo. Amen. Jiulize, hata Yesu akirudi na anarudi na huyo mwingine, wewe utabaki na nani? Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo mbarikiwe na Mungu awatende mema. Amen. Amen.